Unaenda mbali kwa sababu ya Mungu. Amen. Ukichunga wanarika wako utaenda mbali. Hata saa hii uko mbali na umetoka mbali. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo uhusiano wako na Mungu ndio kitu ile muhimu sana kuliko anything on earth. Hii mambo ingine yote isipojengwa chini ya msingi wa Mungu hakuna mahali unaweza enda. Kupitia huyu Mungu ametufanya tujuane na pasta. Unajua pasta hangejulikana kama unajua angekuwa mbaya pale akioga na pombe. But kupitia uhusiano wake na Mungu, Mungu anatuleta pamoja. We are the nation of one God. We belong to one God, one kingdom, one baptism, one Holy Spirit, one God, one love. Kwa hivyo Mungu yeye ndiye muunganishi wa vitu zote hapa duniani. Ukisoma Mhubiri 3, Biblia inasema katika kila majira kuna jambo. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Mhubiri 3. Wakati wa kupanda na wakati wa kufanya nini? Kufuna. Wakati wa kucheka na wakati wa kufanya nini? Wa kulia. Kuna wakati nililia sana. Na kulia haitaisha. Maombi haiwezi ikasimamisha shida. Maombi inadili na shida, hiyo inaisha, ingine inakuja inaisha, ni kama sindano. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba kuna wakati wa kupendwa na wakati wa kuchukiwa. Ili ukiona ukichukiwa, that is not funny to you. Wewe unajua kuna wakati wa fimbo, ukichelewa kuja shule, ukikuja late, unashikwa hapo. Viboko inaingia na mwenye anakuchapa ni pasta. Na unamchukia. Ukimchukia ina shida kwa sababu pasta anajua kuna wakati wa kuchukiwa na wakati wa kupendwa. Sababu wakati umekosea kwa class, mimi ni askari, ukifanya mambo ambayo haistahili, hata kama wewe ni pasta, nitakuweka ndani. Na wakati huo hautanipenda. Ni kwa sababu nimekuweka ndani na mimi ni pasta na wewe ni umeokoka. Lakini sasa ukitoka utanipenda. Kwa hivyo wakati mama alikuwa anasema ya kwamba naona watu wako na mchezo, huu ni wakati wa kutumia kiboko na kuna wakati sio wa kiboko. Kwa hivyo hiyo sio kitu fani. Nani amefika Mhubiri 3 verse 3 inasemaje? Wanarika ndio wanasoma Biblia. Hallelujah church. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. By the way, leo kila mtu anapewa Biblia. Wana wengine wana Bible. Tumekuja na Biblia. Pastor alisema ukikuja hapa usikuja mikono mitupu. Mkono mtupu au lambu. Sisi tunataka Biblia na kila mtu anaenda nyumbani na Biblia yake. Free. Si unaona vitu baraka zimeanza kumiminika kupitia wachungaji. Hallelujah. Unataka kusema amen? Huu ni muujiza mkubwa sana. Hallelujah. Biblia inasemaje? Mhubiri 3. Hallelujah. Soma. Ngoja kuja hapa. Simama tu hapa. Ndio wakati wa kushika microphone. Chapter 3. A time to kill and a time to heal. A time to break down and a time to build up. Verse 4. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to cast away stones and a time to dance together. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to seek and a time to lost. Hallelujah. A time to do what? To seek. A time to lose. Kuna wakati wa kutafuta na wakati wa kupotea. System wakati mwingine inapoteanga. Ukicheza haleluya haleluya, inaenda unaanza kufikiria mwenye anatesa instrument yako amefunga na kuomba. Nani nilikwambia? Mungu anataka kutest. Mnaweza kuhubiri bila instrument. Can you dance when the rain is raining? Kuna wakati wa kupoteza. Kuna wakati tunapoteza watu. Amen.
Mtu alikuwa anatarajia 400 anapata 399, amepoteza max moja. Amen. Salimia aliye karibu na wewe, mwambie Mungu atatufungua macho. Kwa hivyo uhusiano wako na Mungu ni muhimu kuliko uhusiano mwingine. Namba 2 ni uhusiano wetu na wazazi wetu. Haleluya. Wazazi ni mara 3 ama 4. Mzazi wa kwanza ni yule wa damu, amekuzaa. Mzazi wa pili ni yule ambaye amezidi miaka yako. Mzazi wa 3 ni yule ambaye anatoshana na mzazi wako. Mzazi wa 4 ni yoyote ambaye amesimama mbele yako kama mwalimu. Kwa hivyo uhusiano wako na wazazi, uhusiano wako na Mungu unaweza kukusaidia ukuwe mtu wa maana katika ulimwengu huu. Uhusiano wako ukiwa mbaya na walimu, hautaweza maliza shule. Uhusiano wako ukiwa mbaya na wazazi, hautaweza kusoma ile course ulikuwa unataka, sababu utaanza kujichukulia laana bila kujua. Ephesians 6, hapo ndipo kuna relationship with parents. Kwa hivyo mzazi ni mtu yoyote ambaye amekuzidi kwa umri wako. Haufai kuheshimu mwenye amekuzaa peke yake, lakini unafaa kuheshimu yoyote ambaye amezidi miaka yako. Kama uko standard 1, mwenye ako standard 2 ni kama mzazi wako, ni kiongozi, kielelezo, anakusaidia. Sema amen. Hallelujah church. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hivyo ni lazima ukaweze kuwa na uhusiano mzuri na wazazi. Mimi nimeona wazazi wakiua, kama last week mliona kwa runinga. Mtu akaua nani? Alikuwa ni mama, akaua watoto. Sijui alikuwa ni mama ama alikuwa ni mama. Na ukiangalia previously kulikuwa na baba alikuja akaua watoto wote. Hata saa hii tunapoongea kuna watu wamefukuzwa na wazazi wao katika familia. Kuna watu mwenye unaishi na yeye sio mamako ama babako wa kukuzaa. Ni mateso umepitia, ni madharau umepitia, ni kilio umepitia, na Mungu amekuunganisha na mtu ambaye atakaye kusaidia. Hawa wanaitwa destiny helpers ama destiny connectors or destiny helpers and movers. The destiny helper is a person who help you to achieve your destiny, and the destiny is your destination. Ama destiny is where you want to be and what you want to become. Amen. Amen. Kwa hivyo wazazi ni wa muhimu sana. Kuna mtu akiitwa na mamake anakataa, ananungunika. Chochote utakachofanya ukiambiwa na mzazi wako, uwe umekasirika, umejitafutia laana katika maisha yako. That's why unaona mtu amesoma, ameolewa, lakini mambo yake inaendelea vibaya, kwa sababu uzee uliwa na ujana. Proverbs kwa Kiswahili ni methali, anasema uzee uliwa na ujana. Kwa hivyo mchungaji ni baba yako, ni mzazi. Akikwambia kwamba songea mbele na unaendelea na kukaa tu na unaangalia. Unajua wanarika, tumewahi kuwa wanarika. Wanarika wanapitianga changamoto sana. Kwa sababu sio yeye anataka aziki, lakini ni kitu inamfuruta. So sisi tunakasirika, tunafikiria wewe ni mbaya, lakini ni shetani. Ambia aliye karibu na wewe, mwambie Farao, nimeokoka, sitarudi tena nyuma, ninaenda imba vizuri. Mwambie Farao, nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanaani, ni mahali Yesu ako. Hallelujah church. Kwa hivyo upata ya kwamba juzi nilikuwa naambiwa ya kwamba kijana ambaye ni fundi wa gari na ni fundi wangu ikawa anajaribu. By the way, yeye ndiye alinishelewesha sana jana. So ukimwambia kitu anakuambia vitu 5. So nikaambiwa ya kwamba unajua huyu bado kichwa haijarudi. Alikuwa ameanza kuokota vitu kule Kirinyaga Road, kichwa ikaruka, alikuwa amerukwa na kichwa. So alikuwa ananiambia, pastor, wewe ukajua yule mzee alikuwa amenipeleka kwa Illuminati. Huko tutaenda kukava hiyo chapter ya Illuminati, Mungu akitupia nafasi. Uone vile watu wanaingizwa kwa vitu bila kujua. Especially wakiwa primary na wakiwa secondary na hata colleges and universities. Ambia aliye karibu na wewe, shetani hatawahi kuchezea.
kwa sababu tuko hapa tuweze kumwelewa. Huwezi ukang'ang'ana ama ukapigana na mtu ambao mjui. Lazima ujue shetani ndio mshinde. Ujue zile mbinu anatumia, kama mbinu ya kusikia unaambiwa na mtu mkubwa fanya kitendo fulani na wewe utaki kutenda kitendo, unakaa. Hiyo ni njia moja shetani hutumia. Na mtu ajui, lakini ni maroho ambayo inamsumbua, either maroho ya kutoka kijamii ama kifamilia ama kiukoo. So nikamwambia kwamba yani wewe umetolewa kwa kifo na saa hii umerudi kwa pombe. Akaniambia unajua mimi nilienda kwa pasta akaniombea, huyu mtu alikuwa mkali na akiniombea huyu mtu alikuwa amesimama pale. Alikuwa ameuwekwa kwa Illuminati. Akaitishwa mamake akakataa. Lakini Mungu alimuonekania. Saa hii yeye anafanya kazi. Kwa hivyo uhusiano wako na wazazi ni muhimu sana. Number 3, your relationship with your peers ama your age mate. Ile rika ambao mko, uhusiano wako na wao ni muhimu sana. Watu wengi wamepotoshwa na peers, kwa Kiswahili ni age mate. Watu wa rika moja au ndio wanadanganyana. Kwa university mahali pengine nikaenda nikapata wako na mpango wa kuchoma university. Nikawauliza, hii university, hii mabati, kuna mahali imekosea? La hasha. Mwenye amekosa ni nani? Ni vice chancellor. So nikawaambia akili yenu imeimbiwa na shetani. Nyinyi mnastahili mfanye nini? Mnastahili kutumia mtu mmoja kwa niaba ya nyinyi nyote. So that is voice without hearing. Voice without hearing ni watu wanafanya kitu wote. Wanafanya ile kitu inaitwa kupambana ama ni ile ya kutembea kwa barabara inaitwaje? Maandamano. Hiyo ni watu ambao hawana mipangilio. Kwa sababu sauti bila ni voice without hearing. Voice kwa Kiswahili ni sauti bila mtu anayesikia. Wanafanya mambo hakuna mtu anasikia. But mtu ambaye ni mcha Mungu anakuwa na voice with hearing, ya kwamba tuko watu 2, tunatuma watu 3 wapeleke shida zetu kwa mchungaji ama kwa vice chancellor ama kwa head teacher, na wanasikia watu 3 kwa niaba ya watu wote. Kwa hivyo peers ndio wanadanganyana. That's why mkutano huu umekuja mahali hapa ili wanarika tuweze kujengana, tujengwe na neno la Bwana. Somebody said, if can tie a tie. Kuwa mpole. Hapa hakuna haraka, hakuna mahubiri. Hapa ni seminar. Pole. If kuna slow learners na quick learners. If can tie a tie, why can't I tie a tie just like ties is or are all ties? If can tie a tie, why can't I tie a just like ties are or is on ties? If others have made it, why not me? Kama Pastor Zakaya ako pale, why not me? Kama Pastor ako pale anaiba na anaruka, why not me? If can tie a tie, why can't I tie a tie like ties is or and on ties? If can tie a tie, I can also tie my ties just like ties is on or are on ties. If others have made it, I can also make it. If others got I can also get If others have gone to university, I can also go to university. If others have driving, I can also drive. Hallelujah, church. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Kama wengine wamepona, hata mimi naweza fanya nini? Kupona. Mwambie shetani wewe, touch at your own risk. Mwambie hivyo, touch my life
At your own risk. Ndio juzi nilipewa story last year wakati nilipokuwa najenga nyumba pale chini. Ambiwa mchawi amekuita, wakaonekana akiwa uchi, akatembea akazunguka nyumba. So mke wangu na mchungaji mmoja anaitwa Pastor Mark wakadiscuss na my wife. So wakakuja wakaniambia, unajua hiyo tabia mbaya. Huyu ni mama na ni aunti yangu, lazima aongeleshwe. Nikawaambia hata nyinyi mko na shida. Kama mtu anataka kujaribu bahati yake, kwa nini unamnyima? Wacha jaribu, mwambie arudi tena. Let them try at their own risk. Usinyime watu kukuronga. Let them try. If you know who you are and you know where you belong to. Kwa nini unazuilia watu kukuronga? Kwa nini hutaki watu waongee vibaya kuhusu wewe? Let them talk. Wanaweza benefit, I don't know, I don't care. But the one who holds my life and my future is the maker of heaven. It's the commander of all the commanders on earth. Hallelujah. So don't usiongee vibaya watu wakiongea vibaya kuhusu wewe. Kwa nini unataka practice na nani? Meat ama ng'ombe? Nikamwambia let you be experiment because wewe ni chombo cha Yesu Kristo. Hata Yesu alijaribiwa. Hallelujah. So nikamwambia mwambie rudi tena. The door is open. Acha mchana, acha usiku, na huyu ndiye aliokoka for your information. Wakati mwingine tunapeleka watu motoni, kupeleka mtu kotini, umpeleka kwa chifu alikuwa anazunguka nyumba yako na wewe umeokoka, umeungana na shetani kumaliza huyu mtu. Wacha watu wajaribu chao wao na uganga yao. Pengine watasaidika. Wakipata wasaidike, no problem. Kwa sababu hakuna mti ambao unaweza tupiwa matunda mawe kama hakuna kitu kizuri inatoka pale. Hallelujah. Mwambie aliye karibu na wewe, mateso uliyokuwa unayapitia wewe mwenyewe utayashinda katika jina la Yesu. Kwa hivyo watu wanaitwa age-mate ni watu hatari sana. Siku hizi nimekaa mbali sana na Hana, sijui amekuwa akitembeaje, lakini lazima nianze kumfuatilia sasa. Nione kama wakati alikuwa Sunday school alikuwa na umbiri. Anaumbiri ama haumbiri. Kitu moja ambayo ya kuonyesha kwamba mtu ameacha njia ni yale mambo alikuwa anayafanya pole. Ukiwa mwanarika kama ulikuwa unafanya pole, sasa unastahili kwenda ukifanya nini? Ukiongezeka. Ni kama stairs ya kwanza, ya pili hivi. Kama ukiwa secondary au kuwa ukiumbiri na ulikuwa ukiumbiri ukiwa primary, kuna shida. Hallelujah church. Kama ulikuwa unaandika karatasi unasumbua pastor na program anataka kupresent, na sasa hivi umeenda college, umeenda secondary na hakuna kusumbua program unataka kupresent wimbo, iko shida. Ni nini uliona ulipoenda secondary? Ni nini ulipewa? Ni nini ulisikia? Ni nini uliwekwa? Na ndio tumekuja hapa Yesu atuondolee. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Tunataka kuona maharusi mingi. Sisi ndio watu tunabariki watu na keki. Gauni, hakuna kulipa pesa na tunakupea mbuzi, ng'ombe, mchele, kila kitu. Wardrobe, yote wakati ukifika. Lakini watu ambao warika moja wanapotoshana. Lazima uchunge ni nani unayetembea na yeye. Yesu mwenyewe aliambia wanafunzi, take care the people. People are not good. Romans 8 verse 35. Biblia inasema ya kwamba who stand for, wale ambao mmeenda shule mkasoma adjective, mkasoma noun, mkasoma pronoun, who stand for, who inasimamia nini? Kuna watu haja pitia standard 4 hapa. Who inasimamia nani? Is it noun? Sio noun. Haki kuna watu hapa shule tu kwa sababu ya kuwa shule. Nauliza, huu ni verb ama ni adjective? Nini? Hakuna watu walienda baby class. Hakuna watu walipitia middle class. Hakuna hata watu walienda standard 1. Watu hapa wanaendaga 8 direct. Ndio mlikasahau nao mama. Huu inasimamia noun. Na noun ni mwanadamu. Kwa hivyo Romans chapter 8 verse 35. Biblia inauliza, who shall separate us from the love of God? Because mwanadamu Mungu alijua ni hatari sana.
na mwanadamu ni muhimu sana, na that's why Yesu akawaambia wanafunzi wake, mkuwe careful, take care, mwanadamu na mwanadamu. Na watu wengi wanalia siku ya leo kwa sababu ya urafiki. Rafiki yako ndio amekuweka kwa shida. The first time ulipelekwa mahali, ulipelekwa na rafiki yako na akakuachia shida. Na saa hii wale watu wanaponiangalia wakiwa United States of America, na wengine Ethiopia, Rwanda, wengine Tanzania, wengine bara la Afrika na Middle East, watu wamepitia shida kwa sababu ya age mate and peer pressure. Leo lazima uchague wa kutembea na yeye. Lazima shake off all those people, those drug. Hallelujah. Hata saa hii tunapoongea, unajua ni kitendo gani ulitendewa na huyu rafiki yako. Hata saa hii unataka kulia. Wakati mwingine tunapoanza kuimba wimbo wa kuabudu Mungu, watu wanainua mikono, wanaimba, wanaanza kulia, tunasema roho wa Bwana anatembea. Kumbe mtu anafikiria yale alikuwa anatendewa. Na yale alikuwa anatenda, anaanguka, analia, mnasema roho alikuwa anatembea. Kumbe dada ama ndugu, ni yale matendo alikuwa anatendewa ama yale alitenda. Ngeli ya kutenda na kutendewa. Watu wametendewa mambo mabaya na watu wametenda mambo mabaya. Na mchana wa leo lazima tujirudie. Lazima tupokee wokovu. Lazima tumrudie Bwana. Anasema nirudieni nami nitawarudia. Hallelujah church. Hata kama dhambi zenu zinakaa aje? Nyekundu kama nini? Kama nini? Haya. Nitazifanya kuwa nini? Nyeupe kama nini? Lelu. Mungu hataki kujua ni yapi uliyoyatenda. Mungu anataka usarende before him. That's why mwimbaji akaimba akasema, I surrender who? I surrender all to Jesus. I surrender home. Wale ambao mnakwanga kwa Facebook na nini ni rafiki yako. Uliona huyu mama ambaye tulikuwa tunamfanyia deliverance last month Bariwani. Huyu msichana anasema aliingizwa kwa hizo vitu akiwa form 3. Mwenzake ambaye alikuwa ameua 13 people katika familia yao, na anatoka wapi? Kuna njiwe ya mahali tulikuwa tunaenda kuomba. 13 people. Mlimuona wale ambao mko kwa mtandao? Aliingizwa na rafiki yake. Mtu anatoka anaenda college, anaenda university, mtu anaenda high school, anaenda kwa sanduku ya mwenzake, anampea kitungua, naenda anapewa kitu, anapewa ring kama huyu amepewa ring. Kama yule mwanaume wa last week Batuani, mliona ya kwamba alikuwa na hiyo pete kubwa sana, na akipewa na collapse anakufa. Alipewa na rafiki yake. Na yeye ajui. Watu wengine wanapitia shida kwa sababu ya kuhusiana na marafiki yao.